Yaani unapoenda kwa Mungu hakikisha kwamba umekubalika. Unapoenda kwa Bwana Yesu hakikisha ya kwamba umekubalika katika maisha yako. Usiende mbele za Bwana kama hujakubalika. Jichunguze, omba msamaha mbele za Bwana, kwa sababu wanadamu tunakuwa dhaifu mara nyingi. Omba msamaha mbele za Bwana ili unapokwenda mbele za Bwana ukubalike mbele za Bwana. Bwana apewe sifa. Tunaona kwamba kwenye mpango wa somo kuna kukubalika kwa ombi maalum la Yairo kwa Yesu. Marko 5:21 mpaka 24. Neno la Mungu linasema ya kwamba hata Yesu alipokwisha kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake. Bwana apewe sifa. Mstari wa 22, akaanguka miguuni pake. Tunajifunza ya kwamba unapoenda mbele za Bwana lazima uanguke miguuni pake, lazima uombe msamaha mbele za Bwana. Hapa Yairo anakuja kwa unyenyekevu mkubwa sana, anaanguka miguuni pake. Haijalishi una cheo gani, haijalishi wewe una nguvu gani katika utawala, lakini unapoenda mbele za Bwana jua ya kwamba Bwana ameumba kila kitu, lazima uanguke miguuni pake. Huyu Yairo alikuwa mkuu wa sinagogi, yaani alikuwa mtu mwenye dini. Kumbuka Yesu amekuja kama mtu ambaye amekuja kuendeleza neno la Mungu. Sasa huyu hapa alikuwa kwa upande mwingine alikuwa kama mkuu wake wa dini, lakini Yairo alipokwenda mbele za Yesu alianguka miguuni pake akihitaji uponyaji wa mtoto wake. Bwana apewe sifa. Mstari wa 23 unasemaje? Hapo tunaona kwamba jambo la kwanza kukubalika kwa ombi la maalum la Yairo kwa Yesu. Yairo alienda mbele za Bwana, akajimaza mbele za Bwana, akapiga magoti, akamwomba Mungu, akamwomba Yesu kwamba mtoto wangu anauma, naomba ukamponye. Hapa kitu cha kukumbuka, kitu cha kujifunza ni kwamba unapokwenda mbele za Bwana lazima uende kwa unyenyekevu. Jambo la pili, kuponywa kwa mwanamke mwenye kutokwa damu. Marko 5:25 mpaka 34. Na kuteswa mengi kwa mikono ya watakatifu wengi, amejaribiwa vitu vyote alivyo, kufanya hata kidogo, bali hali yake isikuwa mbaya. Alisikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaigusa vazi lake. Maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona, maana chemchemi ya damu yake itakauka. Naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona. Simama. Bwana apewe sifa. Tunaona kwamba yule mwanamke ambaye alikuwa naumwa anasema ya kwamba nikiligusa tu pindo la vazi lake nitapona. Unaona hiyo imani? Imani ndio inasababisha tufunguliwa katika matatizo mbalimbali. Imani ndio inasababisha Yesu atende muujiza, kwa sababu Yesu hawezi kutendea muujiza kama hauna imani. Unapoamini, tunaona mwanamke anatufundisha kitu, nikiligusa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kitu cha tatu, kuna muujiza wa kufufuliwa kwa binti Yairo. Binti yake Yairo alifufuliwa kwa muujiza. Marko 5:35 mpaka 43. Lakini Yesu aliposikia lile neno akamwambia kuwa usiogope, amini tu, wala usiwatane naye. Ila Petro na Yakobo na Yohana wakafanya huyu kuwa usiogope, akaona ghasia na watu wakija. Hana maongezi. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia? Jana habari ya lala wakamcheka sana. Naye alipokwisha akamtoa babali yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye,
akamwambia Tabitha, na msingi yake msichana akamwambia. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 10. Mara akashangaa mshangao mkubwa, akaonya sana kwa siku ya Galilaya, akaamuru apewe chakula. Bwana apewe sifa. Kwamba yule mwanamke baada ya yule mwanamke kuponywa mahali pale, akaja Yairo akamwambia kwamba mimi mtoto wangu anaumwa, binti yangu ni mgonjwa sana. Wakati akiendelea kusema maneno hayo, akaja mjumbe mmoja akasema ya kwamba usimsumbue mwalimu kwa sababu mtoto ameshakufa. Hapa tuliona kwamba kuna neno la kukumbuka katika mstari wa 36 kwamba Yesu aliposikia maneno yale akasema ya kwamba usiogope, amini tu. Bwana apewe sifa. Imani inatufundisha ya kwamba sisi tunahitaji tuwe na imani kubwa. Neno hili linatufundisha ya kwamba sisi tunahitaji tuwe na imani kubwa katika mambo yote ambayo Yesu anaweza akatutendea. Hawezi kututendea neno lolote pasipokuwa na imani. Yesu anachukua watu wachache wenye imani, anachukua wamba, watu wenye nguvu, watu wenye moyo mkuu. Anamchukua Petro, anamchukua Yakobo, anamchukua Yohana, wanakwenda kwa Yairo. Mitume wengine aliwacha nje, akaenda na mitume wachache, watu wenye nguvu. Alikuwa anajua kwamba hawa watu wana viwango katika kumtumikia Mungu, hawa watu wana viwango vya kumjua Mungu. Akamchukua Petro, akamchukua Yohana, akamchukua Yakobo, akachukua na mama yake na baba yake, wakaingia nyumbani kwa Yairo, wakaenda kuomba. Bwana apewe sifa. Hapa kuna kitu pia cha kujifunza. Unapokuwa katika maombi, kuna maombi ambayo unaweza ukawashirikisha baadhi ya watu. Kuna mahitaji ambayo unaweza ukawashirikisha baadhi ya watu. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwamba mtu mmoja ana uwezo wa kufukuza majeshi 1000. Mtu mmoja, yaani ukiwa peke yako unaweza ukafukuza majeshi 1000 ya shetani. Yaani mapepo 1000 unaweza ukayafukuza ukiwa huyu mmoja. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba wakiwa wawili wanaweza wakafukuza majeshi 10,000. Bwana apewe sifa. Tunaona hesabu ya Mungu sio kama ya wanadamu. Wanadamu, mtu mmoja akifukuza 1000, wakiwa wawili wanafukuza ngapi? Yaani kwa kibinadamu 2000, si ndio? Lakini kwa Mungu sio hivyo. Mtu mmoja akifukuza majeshi 1000, wakiwa wawili wanafukuza majeshi 10,000. Bwana apewe sifa. Hapa kuna kitu cha kujifunza. Yesu anamchukua Yakobo, anamchukua Petro, anamchukua Yohana, anachukua na ndugu zake, wanakwenda kumwombea binti wa Yairo ambaye alikuwa amekufa. Ukiwa na hitaji ambalo ni gumu sana, ambalo unaona kwamba limeshindikana, watafute mababe wa kiroho, wale mababe ambao unaamini kwamba hawa ni mababe katika maombi. Mwende mbele za Mungu mkaliombee jambo hilo, na kuambia kwamba lazima lifunguke, kwa sababu mtu mmoja anafukuza majeshi 1000, wakiwa wawili ni 10,000. Maanake wakiwa watatu inawezekana ikawa 50,000. Wakaomba. Baada ya kuomba, yule binti akainuka. Baada ya kuinuka, wakamwambia mpe chakula ale, maanake yuko sawa. Mtu akishakula chakula, hata kama alikuwa anaumwa, unaamini kwamba amefanyaje? Amepona. Mpa chakula akala, maanake tayari imeisha, amepona. Bwana apewe sifa. Katika asubuhi ya leo neno hili limekuja kwa malengo, kwa sababu inawezekana kuna mtu anasumbuka na ugonjwa muda mrefu, lakini katika ibada ya leo anaweza kafunguliwa akiwa na imani. Akiwa na nini? Na imani. Ukiwa na imani lazima ufunguliwe. Bwana apewe sifa. Hapa tunaona kwamba Yesu aliamua kuchagua wanafunzi wake watatu tu, Petro, Yakobo na Yohana, ili waende kwenye nyumba ya Yairo. Hii ni kutokana na hali ya kutoamini ambako huzuia miujiza mingi kutendeka. Soma Mathayo 13:58. Mathayo 13:58 kwamba Yesu aliwachukua hao watatu